subscribe to my channel and also press this bell icon. Juni 25 wananchi wao baada ya kutoka kule visiwani Zanzibar tayari wamerejea Dar es Salaam kwa namna ambavyo dabi ya Kariakoo. Nipo na Godi Yanga hapa. Baada ya kutoka visiwani Zanzibar rasmi yupo Dar es Salaam. Bwana Godi, upo vizuri? Niko vizuri, namshukuru Mwenyezi Mungu. Tumerudi salama, tumerudi na furaha. Ushindi wa alama 3 ni ushindi mkubwa, ukijumlisha na magoli mengi ambayo wanayanga huwa wanatamani likiwa la 3 basi liwepo na la 4, likiwepo la 4 liwepo na la 5. Na tumefanikiwa kwamba mashabiki wa Yanga tuliokuepo uwanjani New Amaan Complex tumepata ushindi wa mabao 5 safi kabisa, ambayo kila mwana Yanga aliyekuwa uwanjani ameburudika na kuchagua ni goli gani lilikuwepo, limetengenezwa kwa njia zipi za kufurahisha zaidi. Yes, lakini ni ushindi mkubwa kuelekea kwenye dabi. Maana yake timu inazoea kuscore, kwamba hata ikitokea kwenye dabi nafasi zinapatikana tutazitumia vizuri, kwa sababu watu walikuwa wanafunga kila wakati. Mechi 2 mfululizo goli 10, inawezekana ndani ya mechi ya 3 tukawa na goli 15 mpaka 20. Bwana Godi, baada ya hapo kituo kinachofuata ni dabi ya Kariakoo, na Simba wao wamemaliza mchezo wao na wao machapisho yao ni kama bado yanaweka watu njia panda, wakisema kwamba wamemaliza msimu wa 2024 2025 wakiwa nyumbani. Bado kauli zao hazieleweki, ni kwamba dabi wataleta timu ama la. Machapisho ya Simba unayaona Godi? Kwangu mimi machapisho nayaona, na machapisho nayaona na yachukulia kwenye engo mbili tofauti. Engo ya kwanza kubwa ni kwamba mechi yao ya nyumbani wamemaliza ni ya nyumbani, hii ya wageni, na ugeni wao ni kwamba wachezi na vilabu vingine ambavyo wao haviwazuru. Wanacheza dhidi ya Young Africans ambayo wana uwezo wa kuwapa mapato na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo ukimya wao inaweza ukawa ni ukimya wa kuwanyima Yanga mapato, lakini ukimya wao wa kwanza ni kuwanyima Yanga mapato. Lakini ukimya wao wa pili ni kwamba wanafanya kamati zao za ufundi kimya kimya, kwa maana kwamba Young Africans wanaofanya kamati za ufundi inawezekana ni watu wa matawi na wadau binafsi ambao wanaweza wakaamini kwamba Simba hawaji ili wasifanye hizo kamati za ufundi, ili kwao iwe sehemu rahisi zaidi, kwa sababu ndio sehemu pekee mashabiki wa Simba na viongozi wa Simba wakiamini kwamba kwenye kamati za ufundi ndio sehemu pekee wanazotegemea kwenye ushindi. Yaani hilo nikupe ashua 100%, kwa sababu mpaka sasa nazo za ndani ya kwamba kuna mganga ametoka Malamba unapajua? Tanga hiyo. Tanga hiyo. Kamkumbe mmoja hivi amekuja na yuko Dar es Salaam, na bado anao zaidi ya waganga 9 kushughulika na hiyo mechi ya Benjamin Mkapa. Taarifa za ndani, naomba rudia hapa. Taarifa za ndani Godi zinasema na wanasubiri siku ya tarehe 24 watakapokuwa wanataka kufanya mazoezi ya mwisho, ambapo ni kesho, waje Benjamin Mkapa na hao waganga wao waje wafanye yao, wakiamini kwamba waganga watawasaidia kushinda mechi. Hizo ndio sababu mbili kubwa za ukimya wao. Yaani wanaamini kwamba wakikaa kimya, baadhi ya viongozi wa Young Africans na wa matawi, manake sio viongozi wa Young Africans hao wa ndani, wa matawi watakuwa kimya kwenda kushughulika na mechi. Sasa tamko kwenda kwa wanayanga, kile chochote ambacho unakiamini unaweza kukifanya Yanga ishinde, wewe fanya tu. Chochote ambacho unaweza kufanya Yanga ishinde, wewe fanya. Ambacho unaamini ukimuomba Mungu ukifanyaje utaweza ukashinda hiyo dabi, fanya, kwa sababu Simba wanafanya na wako tayari kwa ajili ya kufanya. Lakini za ndani kutoka kwa huyo mganga wao anaitwa Sheikh Hamisi Sheikh Hamisi kutoka Daruni Malamba. Sitaki kumaliza jina lako la mwisho, lakini Sheikh Hamisi na kampani yako, taarifa zako tunazo. Karibu Dar es Salaam. Hapa Dar es Salaam mganga Mungu tu. Wewe njoo, kama ingekopo utaalamu wako unaweza, naamini saizi kungekupo na SGR ya kwenda kwenu huko. Hata Malamba wanaamini nyinyi mmeimaliza mechi yenu kule Zanzibar mpoenda. Zanzibar tumeenda kucheza mechi yetu ya nyumbani
Kwenye ligi unaruhusiwa kuchagua michezo miwili kwenda kucheza away. Moja kati ya michezo miwili ya ligi kuu mojawapo ni wa Dodoma Jiji, kwa sababu kiwanja chetu tunachotumia Dar es Salaam tutatumia na Simba wakubaliwi kwenda kwenye uwanja wowote Dar es Salaam hii zaidi ya KMC. Hawana uwanja mwingine, hawana. Yani wakienda pale Azam Complex waliondoka kwa dharau, hawawezi wakarudi. Wakitaka kwenda Zanzibar, Wazanzibari hawataki, kwa sababu hata walipoenda kwenye fainali walizomewa kwelikweli. Yani haikuwa rahisi Simba kwenda kucheza ule mchezo Zanzibar, na nimewaambia Wazanzibari hawa watu wamewadhiaki. Mna kila sababu ya kuja Dar es Salaam kuja kuangalia huo mchezo. Moja, Yanga kuwaheshimisha, kuwaletea mchezo wa ligi kuu kwa hiari yao. Yanga kuwaheshimisha, kuwapelekea mchezo wa Champions League. Kama mnakumbuka, kuna mchezo wa Champions League tuliucheza pale visiwani Zanzibar kwa hiari, lakini wenzetu watani zetu Makolo Madunduka wao kwenda Zanzibar ilikuwa ni kwa lazima ya kafu, lakini kwa amri yao walikataa kata na kukataa uwanja wa Amani Complex na kuwakataa Wazanzibari kwamba wao hawakutaka kwenda kucheza kwenye uwanja wa Zanzibar. Kwa hiyo Wazanzibari wana kila sababu ya kuja Dar es Salaam kuja kuishangilia Yanga na kuizomea Simba. Moja, kuishangilia Yanga kwa sababu Yanga Wazanzibari wanawapenda na wanawapelekea mechi, lakini kwenda kuwazomea Simba kwa sababu ya kuwakataa kwao kwenda kuipeleka mechi ya fainali pale visiwani Zanzibar. Kwa hiyo nimewaambia Wazanzibari na Wazanzibari wako tayari kuja kuishangilia Yanga kwa sababu Yanga ni ya Wazanzibari na Zanzibar ni ya Yanga. Bodi, kwa namna ambavyo hii mechi ya mwisho, lakini kwako pia ni historia kiasi gani kuona mechi ya dabi ndio mechi kama fainali ya ligi kuu soka Tanzania? Historia ni kubwa. Historia ni kubwa kwa sababu mimi hii ni mara yangu ya pili. Ikiwezekana kama sio ni mara ya tatu kuona kombe liko uwanjani Yanga akipepetana na Simba, lakini niwape exclusive moja ambayo nimeipata kutoka kwa Makolo Madunduka. Wanataka kuichafua hii dabi kwa staili moja. Wanataka kuleta wachezaji 8 uwanjani kwa sababu kanuni inaruhusu kwanza mchezo na wachezaji 8 na kusema baadhi ya wachezaji wao ni majeruhi. Kwa hiyo Madunduka wanataka kutumia hiyo game plan kuumiza mchezaji mmoja uwanjani, kwa sababu kuna kanuni wachezaji wakifika 7 uwanjani hawaruhusiwi kuendelea na mechi ya ligi kuu. Kwa hiyo game plan tunayo na tunaijua na tunaiomba bodi ya ligi ikiwezekana na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa macho na mchezo huu, kwa sababu Wizara ya Michezo imetengewa bajeti kubwa kwa ajili ya mpira wa nchi. Serikali ina kila sababu ya kulinda mpira wa Tanzania. Kwa hiyo niwaombe serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, viongozi wa klabu ya kihuni watakaofanya uhuni huu wachukuliwe hatua kali za kisheria kwenye nchi kupitia aidha mchezo huo au kupitia namna ambavyo wanasimamia mpira kwenye klabu yao, kwa sababu huwezi kuleta wachezaji 8 mmoja aumia au ulete wachezaji 9 useme kwenye benchi una sabu ufanye makusudi kwa sababu kuna kanuni inakufeva. Hili tumelipata na lipo, wajue kwamba linafanywa kwa makusudi, kwamba si kila Mtanzania anaweza akaligundua, lakini klabu ya Madunduka, klabu ya Makolo imepanga kuleta wachezaji wachache uwanjani wakose sabu na waseme wamepata majeruhi. Na jana nimemsikia mwenyekiti wa hiyo klabu akisema wana wachezaji wawili wampata serious injury. Mwenyekiti, serious injury. Mna timu ya vijana, mnaweza kuchanganya kwenye timu ya wakubwa mkaleta timu na mechi ikaisha. Mpango wa kutuletea wachezaji wachache hatutaki. Tunawahitaji wachezaji wenu waletwe na wengine wakae kwenye benchi, mechi ishe, mechi ichezwe. Tuna mashindano ya AFCON, tuna chani hizi nilizozipata, serikali iko macho na itawashughulikia. Wachezaji wa Simba, lakini kikosi cha Simba kuna namna akikupi off kuelekea kwenye mechi? Hakuna hata mchezaji mmoja wa Madunduka ambaye anaweza akanipa off, kwa sababu ukitaja key players wa Madunduka au Simba Sports utamtaja Pinpin Kamara ambaye ndio golikipa wao bora wao, sio kwenye ligi. Kwenye ligi kuna magolikipa wengi bora ambao wamemzidi Pinpin Kamara kiwango, lakini kwenye timu yao kuna Pinpin Kamara ambao wanamtegemea. Kwenye timu yao wanamtegemea Elim Panzu, kwenye timu yao wanamtegemea Charles Ahoua, sasa hivi wanamuita MVP tayari mchezaji wao.
wao kama wao tayari ni MVP na ndo wa timu yao. Sasa kuna MVP wa Simba na MVP wa ligi. Huyu atakuwa wa ligi. Au anaweza akawa MVP wa Simba, sio wa ligi kuu NBC. NBC na watu wao wengine wa maana ambao wana tuzo. NBC wanagawa tuzo wa mchezaji bora wa mechi. Sio, umeelewa? Tuzo ya mchezaji bora wa mechi aliyechukua mara nyingi ana nafasi kubwa ya kuwa MVP wa ligi. Nakwambia tena, kama mchezaji anaweza kuwa mchezaji bora wa mechi akawa mchezaji bora wa mechi nyingi, ina maana amefanya vizuri kwenye mechi nyingi za NBC Premier League kuliko mchezaji mwingine yoyote. Huyu anastahili kuwa mchezaji bora wa ligi msimu huu. Yaani hiyo haiwezi kuwa na sababu nyingine yoyote. Ili kwaje akawa man of the match katika mechi nyingi za ligi kuu akose tuzo ya MVP wa ligi kuu msimu huu. Lakini wachezaji wao ambao wanawategemea kwetu ni nyanya. Kwa sababu gani? Fikiria backline ya Simba ambayo imeruhusu mashambulizi mengi zidi ya Kagera Sugar iliyoshuka daraja ya mchezo wa jana tu. Ni kwamba hiyo idara ya beki ni mbovu, ndio maana goalkeeper yule akawa anaonekana mashuhuri. Si ndio maana yake? Idara ya beki ni mbovu. Vipi unakutana na idara ya ushambuliaji hatari ya Young Africans ambayo ina Pacome Zouzoua, ina Clement Mzinze, ina Prince Mpumelelo Dube, ina Maxim Pia Nzengeli. Vipi ukikutana na idara ya ushambuliaji aina hiyo? Na maana utapelekewa moto mara 2, mara 3, mara 4 zaidi ya walivyokuletea moto Kagera Sugar. Hilo ni la kwanza. Kila pili, wachezaji ambao wanawategemea ni wachezaji wa kawaida sana. Fikiria kama Elie Mpanzu ambaye ana assist 2 na magoli 2. Ni mchezaji wa daraja gani? Ni mchezaji wa daraja la Ken Gold. Bwana. Jana amepumzishwa anasubiri. Kama mchezaji ana assist 2 na goli 2. Hivi wewe ukiekewa Mpanzu sasa hivi na Jonathan Soa ambaye wote wameingia dirisha dogo. Jonathan Soa goli 11 si 12 huko. Assist zaidi ya 4 anayo Jonathan Soa. Huyo mzungu ambaye atakuja hapa kusoma mpira akamwona Mpanzu hatari kuliko Jonathan Soa nani? Namba Soa zinambeba. Sio namba tu. Quality kubwa ambayo anayo Jonathan Soa ndio inatengeneza zile namba ambazo unaziona. Quality ndogo ambayo anayo Elie Mpanzu ndio inatengeneza namba zile ambazo anazo. Mchezaji angekuwa hatari ana quality kubwa, asingekuwa na assist 2 na magoli 2. Yaani saizi ukimweka Elie Mpanzu ukamchukua Ibrahim Baka ukamweka pale mbele, Baka ni hatari kwenye idara ya ushambuliaji kuliko Elie Mpanzu. Lakini Simba wanamwogopa Mpanzu wenyewe, hawamwogopi Ibrahim Baka kwamba ana uwezo wa kufunga hata kwenye mipira ya kona, mipira ya faulo. Yaani lazima utafakari akili za madunduka kwenye kushangilia mpira Tanzania. Zungumza kwamba wamekalishwa benchi kwa namna ambavyo wakasema ni maandalizi ya kuelekea dabi. Umeona baadhi ya nyota wao kina Yusuf Kagoma, kina Mpanzu, kina Hamza. Jambo la msingi la kwanza ni kuileta timu Benjamin Mkapa. Hayo mengine kwa timu yao ilivyo mbovu, watugee dakika 5 za kwanza tu waone namna ambavyo tutawasulubu. Watugee dakika 5 tu tutapiga hata goli 3 dakika 5 za kwanza. Yengo ya refa wao walikuwa na laumu kuhusiana na dabi iliyopita kuhusiana na Ramazani Kayoko, wakasema kwamba wanataka refa ambaye atakuwa ni sahihi kwenye mchezo huo. Refa sahihi kwenye mpira wa nchi. Refa bora wa Tanzania mpaka sasa hivi ni Ahmed Arajiga. Ndio refa pekee ambaye anachezesha mechi za kafu, si ndio? Kuna haja gani ya kuanza kudiskasi swala la refa wakati tayari bodi ya ligi walishamtangaza refa tangu kwenye mchezo namba 184. Ahmed Arajiga ndio refa bora nchini Tanzania. Sasa kama ni issue ya bahati, wanaamini kwenye bahati, sisi tunaamini kwenye quality ya refa. Refa bora wa nchi ni Ahmed Arajiga na tutakutana naye Benjamin Mkapa. Tulimalizia kwa namna ambavyo mashabiki wa Young Africans, lakini pia kiujumla ligi kuu inatamatika. Ulikuwa ni msimu wa aina gani, lakini pia kwa mashabiki wa Young Africans unawaambiaje kuelekea kwenye mchezo? Kwanza niwapongeze bodi ya ligi, niwapongeze NBC Premier League kwa namna ambavyo wameendesha mashindano vizuri ambayo yalileta ukakasi, lakini mpaka sasa hivi kwa hatua ambazo wamezichukua wenyewe CEO wa bodi ya ligi, mwenyekiti wa bodi ya ligi ambao wamejiuzuru, ni hatua kubwa. Kwa hiyo washabiki wa mpira, washabiki wa Yanga, tarehe 25 tunaenda kufunga pazia la ligi kuu Tanzania bara. Tunaenda kufunga kwa kipolo ambacho kilibaki. Tunapaswa kujitokeza kwa wingi kwenda kuonyesha mchezo mzuri na namna ambavyo washabiki wa Tanzania wataonyesha namna gani ambavyo wanaweza kushangilia
na kuonyesha hata ile FIFA Club World Cup, club kutoka Tanzania zina nafasi ya kwenda kushiriki michuano ile. Kwa hiyo Watanzania waje tupate burudani ya soka. Umemaliza kwa mashabiki wa Africans nao? Nimemaliza kwa mashabiki wa Yanga. Asante sana.